Na maongezi pamoja na walezi wetu wa kituo katika hichi kituo cha Sisi ni Kesho kilichopo hapa Nyororo, na mimi ni yule mtangazaji wako Mr. Brand. Tumsikilize mlezi wa watoto. Samahani mama, habari? Nzuri, habari yako? Salama. Kwa majina unaitwa nani mama? Naitwa Ismaila Milinga. Ndio. Na wewe ni nani kwenye katika hichi kituo? Mimi ni kiongozi wa wafanyakazi. Ndio. Tunashukuru kukufahamu. Pia tulikuwa tunaomba kujua mambo mawili matatu. Hichi kituo kilianzishwa mwaka gani na kinapokea watoto wa aina gani? Kituo hiki kilianzishwa mwaka 2005 na tunapokea watoto kuanzia umri wa 0 na kuendelea mpaka miaka 3. Ndio. Na pia ni changamoto gani ambazo mnazipitia katika hichi kituo ambacho ungependa wanajamii wajue na waweze kutoa msaada wao? Kwanza kabisa, changamoto tunazopitia mahali hapa ni kwa wale walezi ambao wanawaleta watoto mahali hapa. Wakisha waleta ndani ya mwezi wanaweza wakawa wanafika kuwaona, lakini toka hapo wanawatelekeza. Hawafiki tena. Kwa hiyo watoto wanakuwa hawamtambui tena babu yao wala bibi yao wala ndugu wengine. Kwa hiyo sisi ndo tunakuwa mama. Wageni wakija wa kiume wanaitwa baba, wageni wakija wa kike wanaitwa mama. Pia ni kitu gani ambacho wewe kilikuhamasisha ama kilikuvutia kuwalea hao watoto? Na kipi ambacho ukikaa wewe unajivunia kupitia hao watoto? Mimi ni mlezi. Kwanza mimi mwenyewe nina watoto, nawapenda pia watoto wangu. Pia kabla ya kuja hapa nilikuwa nalea watoto walemavu wenye uhitaji maalum. Kwa hiyo nawapenda watoto wenye uhitaji zaidi. Nawapenda kwa sababu huwa mara nyingi huwa wanatengwa. Lakini wakimpata mama ambaye anawapenda, wanakuwa na faraja na maendeleo yanakuwa mazuri. Asante. Pia unawashauri nini watu ambao labda wanahisi hawa watoto labda hawana haki ya kupata chochote, labda ni watu tu baki, yani watu ambao hawana msaada wowote kwa jamii? Una kipi cha kuambia? Kwa kweli niwape kwanza pongezi Family Friend, kikundi hiki toka kijiji cha Igoole, kata Igoole. Mungu awabariki sana kwa hiki ambacho wamekifanya siku ya leo. Kwa kweli mmekuja, mmetufariji, mmetufanya tupige hatua moja mbele kwa chakula ambacho mmetuletea, mavazi. Kwa kweli watoto wanafurahi na pia wanafariji.